viongozi wa Simba, hili ni fundisho, hili tumepeleka message kwa nyinyi. Tumepoteza ubingwa misimu minne, tumefungwa na Yanga mara 5. Sisi tunatafuta furaha ndani ya timu yetu. Shabiki wa Simba alipo mshahara, shabiki wa Simba ananunua jezi, shabiki wa Simba haingii bure hapa. Tunatumia hela zetu, gharama kuja uwanjani ni kubwa. Tunatafuta nini? Furaha. Lakini unafungwa na Yanga mara 6 mfululizo, halafu usimame mbele ya maiki eti uongee mimi na timu. Kuna muda lazima tukubali ukweli. Hamna kufichana wana Simba. Tukubaliane na ukweli wana Simba. Tukubaliane na ukweli kwamba Simba kwa Yanga hatuwawezi. Leo mnakiri. Nasemaje? Tuongee ukweli. Yanga hatuwawezi. Hauwezi kucheza na timu mara 6 mfululizo unafungwa wewe, alafu sema timu unaiweza. Viongozi wa Simba tuache kujidanganya. Viongozi wa Simba, kamati yenu ya ufundi imelala. Kamati ya ufundi ya Simba imelala. Ukiangalia leo mechi, hatujafungwa kwa uwezo uwanjani. Kama unaangalia mpira, hatujafungwa kwa uwezo uwanjani. Kamati ya ufundi ya Simba imelala. Viongozi wa Simba ukiambia ukweli wanakasirika. Viongozi wa Simba ukiambia ukweli watakupiga pingu. Sisi mashabiki tunaumia. Sisi tunavyofikiria hapo vile tutafunga mechi kama hii. Pole sana Mandala. Naam, huyo ni Mandala bwana, shabiki wa Simba Sports Club ambaye anaumia kwa uchungu bwana. Mandala, pengine shida iko wapi? Wao zikaniwa kesi tunafunga sisi tu. Sisi tunafunga kila siku. Tunanua jezi, tunaiba vingilio. Wao kwanza na relax. Unajua kuna muda lazima waelewe. Maneno mengi. Sisi mashabiki. Hakuna shabiki analipwa mshahara. Mimi sio Mangungu. Mimi sio Mediari. Mimi sio Tegeni. Mimi silipwe mshahara. Sisi tunatafuta furaha ndani ya timu. Unafungaje mara 6 na Yanga? Unafungaje mara 6? Ni mpira. Mipango. No, nisikilize. Ni mipango. Viongozi wa Simba hawana mipango ya kuifunga Yanga, huo ni ukweli. Sio football. Nisikilize. Ukiangalia football, leo uwanjani ukiangalia Simba imecheza mpira 100% kubwa kuliko Yanga. Kama unaongelea football. Tumefungwa na Yanga na nini? Tumefungwa kwa kamati. Kamati imeanza kwa marefa. Ona tiki Yanga iliyocheza. Kamati imeanza kwa nani? Kwa marefa. Wale marefa wote wana damu ya Yanga wote. Yanga mimi na wasifu wanajua kucheza na kamati, benchi lao la ufundi pamoja na kamati yao. Upo vizuri kuifunga Simba. Sisi tunaanza tunajidanganya, sisi wakubwa. Sisi wakubwa. Wakubwa tufungwe mara 6. Na Mungu wenyewe ifungwe mara 6 na Yanga. Na Mungu haifungwi mara 6 na Yanga. Umesema nisikilize. Maana yako ni nini sasa? Maana yangu viongozi wa Simba jitathmini kwamba sisi ndani ya timu tunatafuta furaha. Na kubali sisi tunapokosoa. Mechi ya leo hatujafungwa kwa uwezo wa uwanjani. Yanga wametushindwa kwa mbinu. Kama waelewi mbinu wanazoshindwa Yanga, angalia marefa waliopangwa. Ndio utajua Yanga wametushinda wapi. Utani jadi upo au upo? Narudia. Ukitaka kujua mbinu gani Yanga ametushinda, waangalie marefari waliotangazwa jana. Utani jadi upo au upo? Sasa utamtania nani? Mimi nilidanganya mimi mkubwa. Nina ukubwa gani? Ushafungwa na Yanga mara 6. Wewe una ukubwa gani? Tusijidanganye, tu kushangilia timu yetu, tununue jezi kwa mapenzi basi. Lakini Yanga hatuwezi. Kwa maana hiyo unataka kusema ya kwamba kamati ya roho mbaya Simba Sports Club haina? Hamna. Kamati ya roho mbaya hamna. Sisi maneno tu, porojo tu kila siku, porojo tu. Hamna. Viongozi wa Simba tuwadanganye. Kamati ya roho mbaya Simba hakuna. Mandala mlisema sasa basi. Basi ya nini? Kufungwa na Yanga. Wao ufungwe mara 6 unaongea nini? Hawezi wewe sosi. Wewe shabiki wa mpira timu yako inafungwa mara 6 timu moja. Utaongea nini? Lembo ongea. Unachukulia football. Football gani mara 6? Football gani mara 6? Viongozi wa Simba narudia tena. Narudia hii kauli. Shabiki alipo mshahara. Shabiki tunanunua jezi. Tunalipa vingilio. Wao wanaingia bure, hawanunui jezi. Tunatafuta furaha. Wewe makini na mashabiki tunaumia mioyo yetu. Unarudije sasa mtaani leo? Zanta udi vipi? Ndio hivi naondoka. Mimi naongea nini? Hebu sasa bana nipite bwana, maisha yashaisha. Mandala kidogo bwana. Nenda hapa kuna nani?
Sawa. Viongozi wa Simba nauliza swali. Tumefunga tucheki.